Watu wengi wanafanya kazi sana kila siku. Wanaamka mapema, wanarudi usiku wakiwa wamechoka. Kesho tena wanarudia mlolongo ule ule. Stresi za pesa zimekuwa kama kawaida kwao. Hofu ya kesho inawaandama kila siku. Hebu nikuulize swali moja. Ukiacha kufanya kazi leo, unaweza kuendelea kuishi bila shida yoyote? Kwa muda gani? Kama jibu ni hapana, basi bado hauko katika uhuru wa kiuchumi. Na leo tutazungumzia kuhusu kitu ambacho kinaweza kubadilisha maisha yako kabisa. Uhuru wa kiuchumi. Ndiyo, uhuru wa kiuchumi. Uhuru wa kiuchumi sio kuwa tajiri na sio kuwa na pesa nyingi kwenye akaunti yako. Na hatuhitaji uhuru wa kiuchumi ili tuwe matajiri. Tunahitaji uhuru wa kiuchumi ili tuondokane na presha ya pesa, hofu ya kesho na kuishi maisha ya kulazimishwa. Unajua kuna wakati unafanya kazi usiyoipenda na pengine inayokutesa sana, kwa sababu unawaza nikiiacha nitaishije ama familia yangu itaishije. Na hapo ndipo tunahitaji kupambana kupata uhuru wa kiuchumi. Uhuru wa kiuchumi ni hali ambayo tukikwambia uache kufanya kazi leo, ukae tu nyumbani, bado utaweza kuishi na kupata mahitaji yako unayoyataka. Uhuru wa kiuchumi ni pale ambapo unaendelea kupata mapato hata kama haufanyi kazi. Mahitaji yako ya maisha yanaweza kulipiwa bila kutegemea mshahara. Yaani, una uhuru wa kuchagua maisha unayotaka kuyaishi. Kwa lugha rahisi, uhuru wa kiuchumi ni pale pesa zako zinapokufanyia kazi badala ya wewe kufanya kazi kwa ajili ya pesa. Watu wengi wanashindwa kutofautisha vitu viwili, utajiri na uhuru wa kiuchumi. Kuna tofauti kati ya kuwa tajiri na kuwa huru kiuchumi. Uhuru wa kiuchumi ni kuwa na utoshelevu wa pesa zinazokuwezesha kukidhi mahitaji yako hata pale ambapo haufanyi kazi. Utajiri ni kuwa na utele wa pesa zinazokuwezesha wewe na kizazi chako kukidhi mahitaji yote hata pasipo kufanya kazi. Kwa lugha nyingine, uhuru wa kiuchumi ni hivi: unajiweka huru wewe mwenyewe kwanza, mbali na hofu ya pesa. Yaani, unapata unachokitaka, unaweza kuvaa nguo unayoipenda. Kwa mfano, unapoenda hotelini, unaweza kula chakula unachokitaka bila kuhofia kuhusu kuharibika kwa bajeti yako. Unaweza kuamua siku ukae tu nyumbani, upumzike na bado ukala vizuri, ukanywa vizuri, ukavaa vizuri bila kuwa na hofu yoyote. Huo ndio tunaoita uhuru wa kiuchumi. Lakini utajiri ni ile hali ya kuwa na pesa nyingi zinazokuweka huru, si wewe tu, bali na familia yako na kizazi chako. Yaani, hata watoto wako na watoto wao wanaweza wakala na kuvaa kwa kipindi fulani cha muda pasipo hata kuhitaji kufanya kazi. Hapo ndipo tunasema mtu ana utajiri. Watu wengi wanawaza na wanapambana kuwa matajiri badala ya kupambana kupata uhuru wa kiuchumi kwanza. Kupambana kupata utajiri ni sawa na kupambana kujiokoa wewe pamoja na kizazi chako ndani ya kifungo kwa wakati mmoja. Jambo ambalo ni gumu sana. Ni ngumu kumwokoa mwingine ikiwa wewe mwenyewe umefungwa. Pambana kwanza wewe uwe huru. Kisha ukiwa huru ndipo utapata fursa nzuri ya kuwaokoa wengine, yaani kizazi chako. Kuna msemo unaosema, mabadiliko huanza na wewe. Vivyo hivyo, uhuru wa kiuchumi huanza na wewe. Kutafuta uhuru wa kiuchumi ni kujiweka huru wewe kwanza. Kutafuta utajiri ni kutaka kujiweka huru si wewe tu, bali na kizazi chako pia. Chukulia kwamba uhuru wa kiuchumi ni kupanda ngazi yenye hatua 30 na kuwa tajiri ni kupanda ngazi yenye hatua 300. Ipi ni rahisi kupanda? Basi ndivyo ilivyo hata katika maisha. Tafuta uhuru wa kiuchumi kwanza, wewe mwenyewe uwe huru. Kisha utapata nguvu ya kutafuta utajiri, ukiweke kizazi chako huru pia. Tunahitaji uhuru wa kiuchumi. Kila mmoja anahitaji kuwa huru kiuchumi ili kutoka kwenye kuishi maisha ya presha kila siku. Maisha ya kesho itakuwaje? Maisha ya kutumikishwa kwenye kazi za watu na kadhalika. Tunahitaji maamuzi ya makusudi ya kuanza kuchukua hatua kutafuta uhuru wa kiuchumi. Huu ni utangulizi tu wa mfululizo huu wa jiweke huru kiuchumi. Fuatana nami katika video zinazofuata. Naamini kwa msaada wa Mungu utajifunza kitu kikubwa sana
na kitu kitakachokutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mungu akubariki sana.